Mara ya kwanza moyo ukapiga fast. Sikutaka kuamini, nikajua ni crush tu ya past. Ulinichekea nikasahau dunia. Sasa machozi yanadondoka, sielewi. Vipi Alfred? Mbona unaonekana mwenye masikitiko leo sana? Dennis. Na huzuni sana. Huzuni upi? Yaani nina maumivu sana kama moyo tena. Unajua moyo ni kitu haihitaji nini maumivu kwa. Sasa unakumbuka nilikuwa na mwanadada hapa kidogo, si unamjua? Sasa huyo nimeenda kwao hivyo. Kashabadilisha mawazo, mara ashafanya maamuzi yake, ila hataki kujua kuniona wala kusikia. Yaani hataki anything kutoka kwangu. Na mbona ulienda kwangu? Ndugu yangu, ni hali tu ya mapenzi. Ila mapenzi inauma. Mtu ambaye anapitia mapenzi, maumivu ya mapenzi ndugu yangu. Ni kama mtu anapitia katika ncha ya sindano, lakini ningependa tu nikapumzike kidogo, tutazemezana zaidi. Lakini naamini itakuwa pumzika, tutaongea. Ila nataka tu niwe na utulivu tu kidogo tu, alafu tutakuwa sawa. Asante. Haya. Karibu chai sugar. Asante. Na kikombe kimoja tu ndugu yangu. Hunywi? Nishakunywa kitambo. Haya mwaya, mimi na sikatai chakula. Chakula chenyewe ni ibada. Ukitaka nyingine tutajiongezea mwenyewe. Haya, hakuna shida. Vipi hapa kwako? Mimi sijielewi. Shoga wangu, Alfred ndio mwana nitampea moyo wangu wote. Lakini hadi wa leo nimefanya kila kitu. Nimetumia ujuzi wangu wote na ujuzi wangu wote, lakini sijampata. Moyo wangu hauwezi vumilia hili. Nilikwambia shoga yangu, tulia wewe mwenyewe, tulia. Huyo kijana kwanza hata wewe ndio utakuwa unamcontrol tu. Sijui kama unanielewa. Utakuwa yani mwenyewe atakuwa tu anakuona anakukimbilia. Wacha saa ajidanganye huko hivyo na hicho kibibi chake. Atarudi tu, utamweka tu hapa. Unasikia kiganjani? Atakuwa tu hapa. Usiwe na hofu. Mimi ndo master planner. Sijui kama unanielewa. Tutafanya aje? Kwa sababu mimi ni mmoja. Wewe unasahau hiyo. Nakwambia mimi master planner. Hiyo nayo itawaka. Ndio maana nakupenda, shoga wangu. Nikifanikiwa nitakubaia kitu. Aki mimi nitafurahi. Wala mkiwa tu pamoja na mnaendana. Mimi na Alfred. Kipepeo na Alfred. Nakupenda sana. Kufikia kesho nataka ukuwa umemaliza huo mpango. Yaani kila kitu kimetiki. Sijui unanipata? Shogile wewe. Mwenzangu utanishtua. Awe naye na mapenzi umezidi mwenzangu. Ongea pole pole. Alfred akuchanganya hivyo wewe naye. Kama unafikiria nini? Alfred ni kiboko yao. Wewe naye na mapenzi. Siwezi ngoja mwenzangu. Lazima. Yaani kufikia kesho ndio nilikuwa nakwambia. Kufikia kesho umemaliza huo mpango. Mimi nahisi utatiki. Hadi usiniambie. Mimi mwenyewe tu nitajipeleka. Najua huwezi niangusha. Hawa udugu. Ni sawa. Sawa mwenzangu, endelea kufanya. Udugu hata kitafunia hamna. Mwenzangu, ngoja nikishampata Alfred. Nitakupeleka hoteli 5 star. Have fun, takuzuragia mtu safi. Nakupeleka kote. Makubwa, yaani sasa mimi ninywe chai bila kitafunio. Udugu mimi nitakunywa tu hivyo. Kitafunio tu pekee kuna kushinda. Kunywa chai. Ukimaliza unaweza kunywa. Kuna wengine hapo. Hakuna shida. Ila kitafunio ndio kipo.
Kama penzi ni vita, mimi nimeshindwa. Oh, hey Dennis. Hai. Naweza mpata Alfred. Alfred ndiye anaingia saa hii, lakini si mtu mwenye yani hapo sawa kwa kiakili. Tena za muona sasa hivi. Naweza muona? Asante. Hey, umesema kwa ndani? Mbona afungue mlango? Ni wewe tena. Unataka nini? Habari ya asubuhi. Mambo ya unaona njia uliyopita ukikuja. Ni njia tu unaweza pita ukirudi. Tafadhali. Nimekuja kuomba msamaha. Msamaha nini? Kwa ubaya. Unataka nini? Unataka nini Kipepeo? Nimeshinda nikikwambia kwamba unataka nini? Samahani, nimekuja kuomba msamaha. Sijakuja kwa ubaya siku ya leo. Unataka nini? Shida yako ni nini sasa? Niambie. Nimekuja tunisamehe, turudi kwa marafiki tulipokuwa zamani. Sasa nakuomba. Tafadhali, najua nimekosa, nisamehe. Ni sawa. Kama hakutakuwa na kitu kingine zaidi ya msamaha, basi kusamea na kila kitu unataka tuwe marafiki, si ndio? Kama zamani. No. Mambo na mapenzi unataka kunisumbua nayo kila wakati unanikuja. Iishe. Tafadhali. Naomba iishe. Unanisikiza? Sawa. Nimekusamea na tumai kwamba urafiki wetu utakuwa vile vilikuwa kitambo. Sawa sawa. Nakuahidi. Haya, asante. Tunaweza toka kutembea ama? Hapana. Leo nina hasira kidogo, ila sisi vizuri pia. Naomba nikuwe tu na utulivu kidogo hapa kwa nyumba yangu, ila tutatengeneza hayo baadaye, sawa? Sawa. Ukifika nyumbani utanipigia simu tuongee zaidi. Sawa, asante kwa kunisamea. Sawa sawa. Siku njema. Haya, nawe pia. Kwaheri. Hello, mambo Sally. Hey, niko na good news. Imagine your deal tulipanga last time. Yeah, ya Alfred. Wallahi imeingiana. Yes. I can't wait. Lazima ni accomplish your mission. Trust me. Okay. Sawa, tukutane. Poa. Bye. Take care. Yes. Dennis, kashaenda huyo bidada. Amekwisha ondoka huyo. Nakwambia bwana, wasichana nao. Ukipepea watakuua kijana. Unajua hata Kipepeo sijui ananipatia nini. Hata anakufuatia nini? Wewe uliende ukampiga mistari gani? Miss, unajua mambo. Najua nini? Mimi sijui. Nieleweshe. Ndugu yangu. Kaka kashaenda, acha aende. Unajua labda kuna mission yake ndio maana akakanifuata mpaka huku. Mission gani? Achana na yeye aende. Chami kama ameenda hivyo, acha niingie nipumzike. Nilikuwa nadhani bana analegea hapa nione kama bado ananisumbua. Ila kama ameenda, acha niingie ndani nipumzike. Sawa, jitulize. Sawa ndugu yangu. Tuko kimoja. Haya poa. Sawa. Nikasahau dunia. Sasa machozi yanadondoka, sielewi ilikuwaje njia. Ulisema utanipenda milele. Leo umegeuka, maneno yako hewa tutele. Nilitoa moyo wangu bila masharti. Leo nimebaki na maumivu na huzuni ya dhati. Penzi chungu linauma moyoni. Nilikuamini, sasa nalia peke yangu. Machozi yasiyoisha. Mapenzi ya kweli. Shogangu. Mbona sasa? Nakwambia hapo nimetoka hapo nimekuta kote. Nikachoka. Bora hata nimepata mambo. Poa. Unaendeleaje?
Niko salama. Unajua hata mimi video yangu uko napeleka kwako. Basi naona wote tulikuwa na wazo moja. Karibu. Asante mwana. Subiri nilete vitu tukazungumze. Manake nina mimi. Kuja tukae hapa nje angalau. Hamna shida. Karibu chief. Karibu kuketa. Tulete nini? Utakunywa nini au utakula nini? Kwa mfano tafunio, kinywaji nini? Mimi nipo sawa mwenzangu. Una uhakika? Yaani hapo unaponiona hapo nimetoka kunywa chai, yaani nimeshiba kinoma. Hamna shida. Niambie mwenzangu, unajua toka siku ile ulitoka ukiwa umekasirika, una huzuni. Kwa nilikuja hapa mwenzangu hata nikufariji, usiendelee kuwazawaza sana. Ila au Lakini nimetoka huko nimemkuta na mawazo mwenzio. Wenda na mwaza tu kipepo hivi kwa niweza. Angekuwa na mawazo kipepo nadhani angekuwa na mawazo hivyo. So angekuwa wote. Maana nilipofika pale nikabisha nikamkuta mwenzio alijua labda mimi ni wewe. Hakika. Ni kweli nikamuuliza Lisa yuko wapi? Kaniambia hajakuona toka ile siku ulivyotoka hapo, yani ulikasirika. Ndio nikaja hapa. Kwa hiyo mimi nilikuwa nataka tu nikwambie hivi. Alfred anakupenda mwenzangu. Unatakiwa umvumilie. Mvumilia vipi wakati yako na kipepeo? Unajua wanaume wanakuwa na mambo mengi. Unajua ila Alfred mimi sidhani, yani asilimia zote mimi sifikiri kama nakuchiti. Kwa sababu mimi unajua kipepeo waga ni marafiki zangu. Kipepeo na nani na kipepeo na mwenzake wanakuwa marafiki zangu. Lakini yule anakuwa na mbwe sana. Yaani kielele. Utakuta alijipendekeza tu. Sasa ndio ajipendekeza kwa mume wangu. Unajua ukijilegeza tu kidogo wewe. Yaani kama service umejifanya tu umemwacha. Yaani wewe kwa mjanja. Atenda mchukue mpenzi wako wewe. Jiongeze. Yaani mwachie nafasi. Acha nipumzike, uenda nitafarijika kisha nitarejea, lakini mimi sina matumaini ya kurudi kwa Alfred. Lakini tulia, nadhani ni labda niseme una mawazo. Nitulize akili, lakini mrudie mpenzi wako. Ila kweli tuache tuasije katuharibia siku bure. Hivyo unaonaje tukitoka out kidogo? Naweza tu kuondoka ila lazima niombe kwa Lisa, mbona leo hukufunga lango? Na nimezoea kila wakati unafunga lango. Samahani, sikujua leo una mgeni. Na mgeni huyu ni Zai. Angalau ungeniambia mapema. Nijue tumetembelewa na mgeni. Hata ilikuwa tu sadfa. Okay, hamna shida. Mimi nimetokea kituo cha basi. Nilikuwa nimempeleka wifi yako kituo cha basi. Kulikuwa na dharura ikabidi aende akashughulikia. Wifi kashaondoka. Samahani, unajua na uko na usaulifu mwingi. Hadi nimesahau kulikuwa na mgeni. Habari yako? Nzuri, hata sijali. Unaitwa nani? Mimi naitwa Zai. Mimi naitwa Carlos. Huyu ni mdogo wangu. Asante kwa kujua hilo. Haya, karibu ujisikie huko nyumbani. Mimi nitakuwa ndani, kama kutakuwa na jambo lolote usiogope kulifikisha huko. Sawa. Nilikuwa naomba unisamehe kwa kuwa najua nilikukosea kwa matendo. Ndio hata bila kuambia nikakuuliza mawaidha. Naomba unisamehe kaka. Mimi nikuhakikishie tu kwamba nilikuwa nimekusamea kitambo. Na kuhusu wifi yako tulikuwa tushalizungumzia hilo jambo, na pia akaniambia hana kinyongo chochote na wewe. So jisikie tu upo huru na mwenye amani. Sawa dada? Asante. Na pia nikushukuru kama umejirudi na umejua kwamba ulifanya makosa. Pia nashukuru kwa sababu angalau najua dada yangu yupo sawa na yupo tayari kubadilika. Okay, sawa, wacha mimi nisiwakatizie maongezi yenu. Ya kaka, nilikuwa naomba. Ombi gani hilo tena dada? Nilikuwa naomba kuondoka na
Okay, hamna shida. Kama hakutakuwa na jambo baya mnaenda kulifanya huko, mimi ruhusa yangu na. Nashukuru. Haya, karibu, mimi nipo ndani. Basi ngoja na mimi nikajivaya huko. Nikifika hapo nitakubishia. Najua utakuwa umejiandaa ya kutosha eti. Sawa, bye. Hey, Sabu. Yeah. Vipi ndugu yangu? Kama gani bwana? Poa sana. Uko fresh? Niko fresh kabisa. Hey. Vipi lakini? Sana, niko salama kabisa. Kwema kule? Kwema kabisa ndugu yangu. Umebadilika bwana? Si kwamba tumebadilika, ni ile tu maisha na nipe hata za sumu bwana. Naona kuna koti hapa bwana. Makoti pia kupitia ingawa yametoka ugaibuni, lakini si neno. Vipi maisha yako huku hivi kijijini vipi? Nakwambia bwana. Kwa sababu nilikuacha ukiwa na mpenzi wako, mnapendana hivi manjumati kidogo. Namna gani ndugu yangu? Kuhusu mpenzi. Wacha tu hata usizungumze, usiongee hata. Ndugu yangu, unajua unanitisha kwa sababu vile ambavyo unajibu inaonekana kuna mambo makubwa sana yalikusibu ndugu yangu. Kuna nini kilitokea labda? Nakwambia bwana, mapenzi kidogo yanitoe uhai bwana. Ndugu yangu, useme hivyo bwana. Nakwambia yule mdada alinidhalilisha bwana. Kivipi? Hainidhulumu bwana. Na ilianzaje ikafika pale ndugu yangu? Yaani nilienda kwake, nikamwomba turudiane bwana. Nakwambia yule mdada alifanya mambo bwana. Vipi? Alinimwagia maji. Alafu akanitukana, akanidhalilisha mbele ya wenzake. Ndugu yangu, aisee, inauma sana. Inauma sana ndugu yangu. Kweli una moyo mgumu, una moyo wa ushujaa ndugu yangu. Lakini vumilia tu ndugu yangu. Hayo ni mambo ya dunia. Ila wewe saizi fanya juhudi kabisa, angalau tafuta hela na mambo mengine. Haya mapenzi ndugu yangu, ukishakuwa na hela mkononi hivi, wao warembo wenyewe watajileta tu. Nikitafuta hela hivi tafuta tu hela. Ndugu yangu, ukishapata tu hela wenyewe watajileta. Hata huyu kipepo unayemwona anakupeleka hivi, anakupiga mchanga wa macho, ndugu yangu, ukishapata hela hivi mwenyewe atajileta. Yaani wanawake wa siku hizi hata sijui wanataka nini. Ni hivyo ndivyo walivyo ndugu yangu, hawajawahi badilika tangu mwanzo hadi mwisho, watabaki kuwa vile. Basi wewe cha muhimu, fanya bidii, tafuta hela. Ukishapata hela ndugu yangu, hata huyu mwanadada kama ni wako, Mungu alikupangia kwamba ni wako, atakuja tu kwa wako ndugu yangu, na wale usio na wasiwasi. Alafu ndugu yangu, unajua pia mimi kuna mdada fulani nimekuwa nikichati na yeye kidogo hivi wakati nimekuwa ugaibuni. Mdada tena? Mdada. Lakini hiyo nitakwambia tukishafika huko mkawani. Wacha tuende kidogo tupate kinywaji, alafu nitakupa hadithi ndefu zaidi kwa kina. Uelewe ni mdada yupi ambaye nimekuwa navutiwa naye na anatoka maeneo haya. Alafu sasa ulifika salama? Mimi nashukuru kusikia hivyo, kama ulifika salama. Mimi pia nilifika salama. Na kuna lile jambo ambalo tulikuwa tumezungumzia la kumpa surprise Lisa. Maana naona siku hizi amebadilika, na hata sasa hivi tunavyozungumza ametoka tu kuniomba msamaha sasa hivi. Ameniahidi atabadilika, na pia kuna jambo ambalo ameniomba ruhusa, anaenda nje na mwenzake. Nimemwambia waenda wakalizungumzia. Okay, sawa, wewe ukirudi tutapanga, then tumpe surprise angalau naye akafurahia kwa sababu ameamua kubadilika. Okay, sawa sawa mke wangu. Okay, bye, nakupenda.
Maeneo naona kama maeneo iko sawa. Sijui wewe utasemaje kuhusu maeneo? Iko sawa. Juu all the time unakuja hapa. Unaburudika, vyakula ni sawa. Natumai kwamba wahudumu pia wanahudumia wateja vizuri, si ndio? Wako sawa, usijali. Kila kitu iko shwari. Iko shwari. Kwa hivyo wacha situmitishe mhudumu at least atushughulikie kidogo, tuone kama tunaweza kula hata kitu, tujiburudishe nayo tukipiga gumzo, si ndio? Kwa hivyo wacha kuje tuone kama tutaweza kuitisha kitu sawa sawa, kwa sababu tumekaa sana bila kuonja. Yes. Poa sana. Chakula viko vingi huku nakuambia. Si nilikwambia. Hivi ndio mnahudumia watu huku kumbe? Kwa hivyo tunakuwa tunakuja hapa kila siku, si ndio? Mimi nitakunywa soda kwa sababu kuna maeneo nimetoka na nilikuwa nimeonja kitu. Kwa hivyo nitakunywa soda, nitakuwa sawa. Ukashwa soda tu? Yeah. Soda labda na chapati ama mandazi. Kwa hivyo niko tayari kuleta. Wewe utakunywa nini? Mimi nilipenda just a bottle of Fanta Passion. Okay. Sawa. Baridi? Haya. Kwa hivyo kipepeo. Mbona uko niambia huku kuzuri hivi? Wakati ulikuwa umezama hadi utaki kuniangalia. Kipepeo sema ukweli. Ikikuwa na mimi, kila mahali utatembea. Naona hali ya anga huku imekuwa kunyesha. Hivi ndio kunanyeshanga kila siku? Si kila siku. Ni vile tu ni msimu wa mvua. Ni msimu. Kuna rooms hapa. Nasema kwamba kuna mahali panaweza lala hata kama mvua imezidi ama, si ndio? Usiwe na shaka. Lakini hiyo isikusumbue maana isikusumbue by the way. Niambia kwamba wahudumu wa huku kumbe wanazingatia sijui kama ni bosi wao ndo mkali au sielewi, lakini najua sawa. Haya, asante. Finally. Usiweke mingi sana kwa sababu kwa sawa. Wewe jimwagie tuone ingine utakuta. Cheers. Enjoy. Nakwambia chakula cha huku kitamu sana. Hata jabari naona iko wanajua kukipika chakula yenyewe, si ndio? Wahudumu wa huku jamani. Na ninganisha na hizo hoteli za nyingine hizo. Mimi mara nimeona hiyo hoteli bora kuliko hizo zingine. Kwa sababu hata ukiangalia vizuri unaona maeneo iko. We are in a very conducive environment. You can see, right? It's what they pay. Jibambe. Hiyo soda ni yako, utakunywa lazima ukunywe. Wow. Niambie. Ndio nimekwambia kwamba kuna mali nimetokea, nilikuwa nimeonja kitu kwa hivyo mambo na kukula. Unajua wewe ndio unafaa kukula, maana yake unaonja kitu tangu asubuhi, si ndio? Wewe onja, kula. Sasa kumaanisha nimejileta hapa mwenyewe. Hebu tuendelee kukula. Sawa basi. Hey, kwani unajiongelesha? Alfred. Lisa. Pole sana, pole. Kula. Kila kitu kiko sawa. Kila kitu kiko sawa. Penzi ni tamu, lakini wakati mwingine linauma kuliko risasi. Hii ni hadithi ya penzi chungu,
Nilikuona mara ya kwanza moyo ukapiga fast. Sikutaka kuamini nikajua ni crush tu ya past. Ulinichekea nikasahau dunia. Sasa machozi yanadondoka sielewi. Hebu subiri kwanza mchai kwa sana. Nakwambia mazingira mazuri. Nimefurahisha pia. Kuja hapa kila weekend eti. Sema hali ya hewa ndio sio shwari. Si mvua tu lakini kote sawa. Nakwambia mwenzangu, hivi umepaona sehemu fulani hivi? Wapi kwa? Kuna sehemu niliendaga last week. Yaani walipika yani chips huko sijui wamechanganya nini. Ila wewe. Nakwambia unaenda kula yako. Ndio maana leo nikakuleta hapa. Nimeshukuru. Mwenzangu naona ni kama unaibiwa hivi. Naibiwa nini? Nakwambia unaibiwa. Naibiwa nini? Yule si ni Alfred. Alfred. Au nimemfananisha? Alfred, hapa sana sehemu hii. Fanya nini sasa? Si Alfred wewe. Alfred alikuwa huku. Angalia kule vizuri, namuona Alfred. Au namfananisha jamani? Tulia, naomba uende utulivu tafadhali. Naomba ukuwe ni muda utulivu. Mbona wanizuia? Mbona wanizuia? Siwache ni. Hapana. Sio naitwa niache. Bali niache. Ukuwe na utulivu tafadhali. Niache, mwache. Hapana. Tulia. Utulie nini? Lisa, tulia. Hakuna kitu natulia. Yaani wewe umefurahia nilivyotoka nikaenda kwetu, sivyo? Nenda kumtafuta kipekee. Mwangalie vile. Ulifurahi sana mpaka mwakuja out mwajifurahisha. Mwangalie. Hizi vitu unaona hapa si ati mimi nimefanya. Hata sijakuuliza. Tafadhali. Wala sijakuuliza, nimekuuliza. Naomba unielewe. Hivi si kitu chini tuongee. Tunazungumza nini lakini? Kitu chini tuongee hapo. Sababu kitu Lisa, nimekwambia kwamba niachie bana, niache. Tafadhali naomba tu. Tuondoke bana, tuondoke. Hatukuja kupigana, sawa? Tuondoke. Penzi ni tamu, lakini wakati mwingine linauma kuliko risasi. Hii ni hadithi ya penzi chungu. Nilikuona mara ya kwanza moyo ukapiga fast. Sikutaka kuamini nikajua ni crush tu ya past. Ulinichekea nikasahau dunia. Sasa machozi yanadondoka sielewi ilikuwaje njia. Ulisema utanipenda milele. Leo umegeuka, maneno yako hewa tutele. Nilitoa moyo wangu bila masharti. Leo nimebaki na maumivu na huzuni ya dhati. Penzi chungu linauma moyoni. Nilikuamini, sasa nalia peke yangu gizani. Penzi chungu, machozi yasioni. Ni Alfred. Hiyo tumesikia kusabia. Wewe unashinda. Kiti. Hapana, kila kitu kiko sawa. Acha. Hivi wanawake mnafanya hivi. Vurugu kila mahali hapa. Usijali. Ila mimi sipendi. Lakini wewe unataka. Yeye ameleta kitu si. Hivi kama wanawake mko hivyo.
Sio naongea hapo hivyo. Ukaondoka kimya bila hata salamu ya mwisho, rafiki wa nafsi yangu. Niliwaza labda ni makosa yangu, lakini nilijitoa kwa... Alfred, unanipenda? Hivi wewe unaniuliza na kupenda? Nini kinakusumbua akili sasa? Ni nini kinakusumbua Kipepeo? Kwa sababu sikuelewi vizuri, sikuelewi. Kipepeo sikuelewi. Hivi wewe unaniuliza mimi mwenyewe nakupenda, ukiona kwamba Lisa mwenyewe anakuja hapa kutuvuruga. Mimi nilikwambia kwamba mambo na mapenzi sitaki. Na kama hiyo ndio sababu ulipanga hii date hapa, hai basi mimi nimeondoka, nimekuacha. Shughulikia hizo vitu, mimi nimeenda. Alfred, usiniti. Penzi ni tamu, lakini wakati mwingine linauma kuliko risasi. Hii ni hadithi ya penzi chungu. Nilikuona mara ya kwanza, moyo ukapiga fast. Sikutaka kuamini, nikajua ni crush tu ya past. Ulinichekea, nikasahau dunia. Sasa machozi yanadondoka, sielewi ilikuwaje njia. Ulisema utanipenda